Familia moja katika kaunti ya Busia inalilia haki baada ya jamaa wao kudaiwa kuchomwa na maji na mkewe usiku wa manane wakati alipokuwa amelala. Inadaiwa mhasiriwa kwa jina Ishma Oundo alikumbana na mkasa huo baada ya kutofautiana na mkewe kutokana na kile kinachodaiwa kama ukosefu wa uaminifu kwenye ndoa. Mwathiriwa mwenye umri wa miaka 25 ambaye ni dereva wa matatu mjini Busia anaendelea kupokea matibabu katika hospitali moja mjini humo, huku familia na marafiki wakiitaka idara husika kumchukulia hatua za kisheria mkewe baada ya kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 20,000 na mahakama. Kwa jinsia yoyote ni bado ni dhulma, iwe kwa mwanamume iwe kwa mwanamke, na tunasema kama sauti moja, kama vijana wa Busia, lazima haki itendeke. Hata kama ni kwa mwanaume, haki itendeke; kwa mtoto, haki itendeke. Tayari tuko na jina mbaya huko nje. Kwa nini tunazidi kuchafua jina? Sisi tumekuwa kipaumbele tukipigania haki za kina mama, haki za wasichana na pia haki za kibinadamu. Na nilikuwa nina expect kama wanawake tuweze kuprotect mabwana ama vijana na mandugu zetu ambao tunaishi nao kwa manyumba. Na mimi yangu ni kusema ya kwamba niko pamoja sana na vijana wa Busia, niko pamoja sana na kina mama, na niko pamoja sana na wanaume wa hii county. Hii ilikuwa ni intentional. Tena inashikana na tabia. Hii sio kitu ya kubahatisha kusema ati maybe kulikuwa na kitu fulani. Hii ni tabia ya mtu. Hii ni tabia yake. Na kwa hivyo sisi tulikuwa tunaomba relevant authorities wachukue tu hatua. Tumeona msichana huyu akitembea akijipanua mguu kwa social media kila mahali. Yaani ana mock hata baada ya kufanya kitendo kama hilo, badala ya kusema sorry anakuja kutumock kwa social media. Sisi kama wanaume anasherekea, na hatutaki kufikia mahali pa kufikiria kuchukua hatua kwa mikono yetu. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia taarifa za mbiu ya KTN Jumanne ya leo. Ninasema asanti sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, na pia kwa mtazamaji nasema asanti sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Meresha Owiti. Tupatane tena mwendo wa saa 1 kamili kwenye taarifa za KTN leo. Endelea kutazama KTN.